Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Disemba 30 ya mwaka wa 2025. Leo tunaenda kujifunza mada isemayo kujifunza kwa umilele. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza ya 9 na ya 10. Neno la Mungu linasema, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yaani katika madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo tunaenda kujifunza neno lako. Tunaenda kujifunza chini ya uwepo wako. Tunaomba uwe pamoja nasi. Tusamehe dhambi zetu, tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Kadiri tunavyokaribia mwisho wa historia ya dunia hii, unabii uhusuo siku hizi za mwisho tunapaswa hasa kujifunza. Kitabu cha mwisho cha maandiko ya Agano Jipya kimejaa ukweli tunaohitaji kuelewa. Shetani amefunga macho ya wengi ili kwa urahisi watoe udhuru wa kutojifunza kitabu cha Ufunuo. Lakini Kristo kwa njia ya mtumishi wake Yohana ameashiria mambo ambayo yatatokea siku za mwisho aliposema, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo. Ufunuo 1:3. Pia Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yohana 17:3. Kwa nini basi hatuelewi umuhimu wa ujuzi huu? Kwa nini huu ukweli mtukufu haung'ari mioyoni mwetu na kutetemesha midomo yetu na kutawala maisha yetu yote? Katika kutupatia neno lake, Mungu ametupatia kila ukweli ulio muhimu kwa wokovu wetu. Maelfu wamechota maji toka kwenye visima hivi vya uzima, lakini hayapungui wala hayaishi. Maelfu wamemweka Bwana mbele zao na kwa kumtazama wamebadilishwa na kufanana naye. Mioyo yao huwaka ndani yao wanapozungumza juu ya tabia yake, wakieleza kile Kristo alicho kwao na kile walicho kwa Kristo. Lakini watafiti hawa hawajayamaliza mafundisho hayo matakatifu na yenye adhana. Maelfu zaidi wanaweza kujihusisha na kazi hiyo ya utafiti wa siri kuu za wokovu. Kadiri maisha ya Kristo na sifa ya utume wake yanapotafakariwa, miale ya nuru itang'ara zaidi katika kila jaribio la utafiti wa kuujua ukweli. Kila jaribu jipya la uchunguzi litafumbua jambo fulani lenye kina zaidi ambalo halijapata kugunduliwa hapo awali. Somo hili halikomi. Kujifunza juu ya Kristo, kufanyika mwanadamu, kafara yake ya upatanisho na kazi yake ya maombezi zitashughulisha akili ya mwanafunzi mwenye ari na kwa wakati wote, na akiangalia mbingu na miaka yake isiyoweza kuhesabiwa, atashangaa na kusema, siri ya uungu ni kubwa. Katika umilele tunajifunza yale ambayo kama tungaliyapokea hapa yangeweza kufungua fahamu zetu. Somo juu ya ukombozi linashughulisha mioyo na mawazo na ndimi za wale waliokombolewa kwa milele zote. Wataelewa ukweli ambao Kristo alihitaji sana kuwafunulia wanafunzi wake, lakini hawakuwa na imani ya kuweza kupokea. Milele na milele, maelezo mapya ya ukamilifu na utukufu wa Kristo yatajitokeza. Kwa zama zote za umilele, yule mwenye nyumba mwaminifu atatoa kutoka katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Lulu za uzima, ukurasa wa 86 na 87. Hii ni Disemba 30, mada ikisema kujifunza kwa umilele.
Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako,